Mheshimiwa Rais wa TFF pamoja na viongozi wote kwa maana kutoka taasisi ya mpira wa miguu pamoja na JKCI, lakini kwa umuhimu mkubwa wachezaji wetu wa Twiga Stars, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habari za mida hii. Ni bosi wangu hapa, Rais wa TFF yupo, kwa hiyo yeye ndio mwenye wajibu wa kuwakilisha taasisi, lakini kwangu niseme tu kwa ufupi kwamba changamoto za magonjwa ya moyo hususan kwa michezo ni janga kubwa, kama alivyosema hapa Dr. Eva kwamba kuna mengine tu mengi ambayo yalipotiwa kwenye nchi, lakini tumekuwa na changamoto kubwa, na hata sisi wenyewe kwenye ligi zetu za wanawake tuna wachezaji ambao wana changamoto kubwa. Kwa hiyo jambo limekuja wakati mwafaka kuhakikisha kwamba pamoja na vijana hawa kutimiza wajibu wao kupata ajira kupitia mchezo wa mpira wa miguu, lakini tuendelee kulinda afya zao, kuhakikisha kila wakati wanakuwa salama. Asanteni sana. Ndugu Wallace Karia, Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF, naomba nitambue uwepo wa Katibu wa Shirikisho la Mpira wa Miguu ndugu yangu, rafiki yangu Wilfred Kidau, viongozi wa taasisi ya moyo, naomba niwatambue wakurugenzi wote ambao mko hapa, lakini wakuu wa idara. Leo bahati nzuri wakati tunaandaa hichi kikao kulikuwa kuna kikao cha wenzetu wa mabingwa wa upasuaji wa moyo wa watoto na watu wazima. Kwa hiyo nimewaomba wawepo na wao kwa sababu hao ndio wanaohusika sana kwenye kutibu haya matatizo ya magonjwa ya moyo. Viongozi wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF, viongozi wa Chama cha Madaktari wa Michezo Tanzania, na naomba nimshukuru sana ndugu yangu kwa kulisimamia hili na mpaka limetokea, nashukuru sana. Naomba vile vile ni watambue wataalamu wa afya ya wanamichezo wote mliopo hapa, lakini ni watambue wanahabari ambao mmefika kushuhudia kitu hichi muhimu ambacho tunakwenda kukifanya hivi karibuni. Awali yote kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi hii ya kukutana siku ya leo, na tunakwenda kuweka historia katika nchi yetu kwa kufungua kitengo cha kardiolojia katika michezo au sport cardiology. Hichi ni kitu kikubwa sana katika nchi yetu ambacho tunaenda kukifungua, na namshukuru Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF ndugu yangu Karia kwa kukubali wazo langu hili ambalo nilileta kwake, kwa sababu kama alivyosema Dr. Eva, wanamichezo wengi duniani hupoteza maisha yao, na takwimu zinaonyesha katika watu 50,000 kuna mtu mmoja ambaye anapoteza maisha yake kwa sababu ya michezo. Na ukiangalia magonjwa makubwa ambayo yanawasababisha wapoteze maisha yao uwanjani ni magonjwa ya moyo. Kwa kuweka huu mradi wa sport cardiology ni kitu muhimu sana. Kwa Afrika nafahamu kuna nchi kama Afrika Kusini, lakini nchi za Afrika Kaskazini pamoja na Egypt ndio wana vitengo hivi vya sport cardiology. Kwa hiyo sisi kama nchi tumeona, na kama taasisi ya moyo, vision yetu ni kwamba kuhakikisha tunawalinda wanamichezo wasipate haya matatizo, wasipoteze maisha yao. Kwa sababu wanamichezo mmoja akipoteza maisha, kuna watu wengi wanaumia, washabiki wao ambao ni wengi na watu wengi wanapenda mpira, lakini familia yao itaumia na kila mtu anaumia. Kwa hiyo tukaona ni vizuri kwamba kitengo hichi cha taasisi ya moyo ya Jakaya ifungue kitengo maalum cha sport cardiology au kitengo cha moyo ambacho kitakuwa kinafanya mambo mengi, kitakuwa ni mtambuka licha tu ya moyo, lakini kitakuwa kinapima magonjwa yote ambayo wanamichezo wanaweza kuyapata. Na tutatengeneza one sport center. Kwa kuanzia tutaanza na taasisi yetu ya pale Dar Group, lakini baadaye serikali imetupa eneo pale Mikocheni ya zaidi ya eka 10, ambapo pale tulikuwa tujenge hospitali ya tiba utalii. Kwa hiyo tutaweka vile vile na sports medicine pale, ambapo kutakuwa na vifaa vyote vya masuala ya uchunguzi wa michezo kama alivyosema Dr. Eva, lakini vile vile kutakuwa na swimming pool, sehemu ya mazoezi na vitu vyote. Na kama mnavyofahamu sasa hivi wana michezo wamehamasika sana nchini kwetu.
na kazi kubwa ameifanya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hivi karibuni klabu zetu kubwa za Simba, Yanga zimeingia mpaka fainali. Lakini michezo sasa hivi imeanza paka kwa vijana. Tunaona vijana tuliokuwa nao hapa wanataka kucheza michezo. Na magonjwa ya moyo yapo hata kwa watoto wadogo. Kwa hiyo wakiingia kwenye michezo wakiwa kabla hawajachunguzwa wanaweza kupata madhara. Lakini wanapoendelea kwenye michezo wanaweza kupata vile vile madhara. Kwa hiyo tunataka kuwe na sehemu ambayo inawachunguza ili tuwaimarishe afya zao. Lakini kingine, kwa nini tumeamua kufanya hivyo? Nchi yetu imepata kuandaa haya mashindano makubwa ya African, lakini ya CHAN yanayokuja. Sasa wale wana michezo wanatoka nchi mbalimbali wakikuta tayari sisi tumeimarisha afya zao za kimichezo pale, itatuongezea tija kama nchi. Kwa hiyo taasisi ya moyo sasa itakuwa uwanja wa taifa kwenye michezo mikubwa. Wataalamu wangu watakuwepo pale na vifaa mbalimbali, na nashukuru mmetupa banda pale katika hii michezo ikitokea. Kwa hiyo chumba kabisa tutakuwa tunapeleka wataalamu, lakini tukiungana na wataalamu wa michezo ambao tayari mko nao. Kwa hiyo tukiongeza hii nguvu, basi italeta tija kubwa sana. Sasa aim yetu ni kuhakikisha kwamba nchi yetu ina wanamichezo ambao wana afya nzuri na wanakwenda kuishi maisha marefu. Kwa hiyo ndio aim ya taasisi ya Jakaya Kikwete, kuhakikisha kwamba tunawalinda watu. Sasa hivi watu wanaenda gym, kuna watu wanakimbia riadha, kuna watu michezo wanacheza tennis, kuna watu wanacheza basketball, lakini wangapi wanafanya vipimo kabla ya kwenda kwenye michezo? Nichukue nafasi hii kuomba wananchi wote ambao wanataka kufanya michezo waje kwenye taasisi ya moyo, na sisi tutawekea hata wale wasiokuwa na bima discount maalum ya kuhakikisha kwamba wanapima afya zao kabla hujaenda kwenda kwenye gym. Wapo watu walikuwa wanafanya kwenye gym wakaanguka. Wapo watu walikuwa wanakimbia hizi marathon wakapoteza maisha yao. Kwa hiyo ukikuja mapema tungeweza kukuokoa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii Mheshimiwa Rais kwamba sisi Jakaya Kikwete tutakuwa nanyi pamoja kabisa kuhakikisha tunaimarisha afya za moyo. Asanteni sana.